zangu, naitwa Apostle Elisha Kitai. Mtazamaji wangu, hapa tuko Blood of Christ Ministries, Thika Road, Clayworks opposite AP Camp. Karibu sana. Utatumia zile namba unaona pale chini, zitakuelekeza utafika. Basi nataka kuzungumza juu ya madhabahu. Maisha ya mwanadamu kuna mambo mawili peke yake ambayo umsumbua. Jambo la kwanza ambalo usumbua mwanadamu ni kuzaliwa hivyo. Jambo la pili ambalo usumbua mwanadamu ni kufanywa na watu kuwa hivyo. Mathayo mlango wa 19 mstari wa 12, maandiko yanasema kuna wale wamezaliwa wakiwa matowashi toka tumboni mwa mama zao, na kuna wale wamefanywa na watu kuwa matowashi. Habari ya kuzaliwa hivyo, ukisoma Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7 uteremke pale chini, utasikia vile Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi na hawapo, nasi tumeyachukua maovu yao. Mtazamaji wangu, inawezekana ile hali unapitia ndani ni kwa sababu ya damu ya ukoo uliozaliwa ndani. Ikiwa kuna shida inatoka kwako inaingia kwa mwingine, ama mnaona katika jamii mko na shida ambazo zimefanana, ujue hayo ni mambo ya ukoo, yani generation curses. Somebody say amen. Mtazamaji wangu, ninajua kuna ujumbe unapata. Leviticus chapter number 18 verses 26 to 28 inasema, ikiwa sisi tutatenda dhambi kama wale waliotutangulia, inchi ama mchanga itatutabika. Unasikia, hiyo ni mambo ya generation. Vile ilivyotabika wale waliotutangulia, nasi itatutabika. Kuna watu wengine wanapitia kwa shida kwa sababu ya wale waliowatangulia walitenda dhambi katika inchi, na ndio utapata jamii moja ina shida ziko similar. Ukisoma Mathayo mlango wa 22 kuanzia mstari wa 25, wanafunzi wake walimwendea Yesu wakamuuliza, je, katika kiyama huyu mwanamke atakuwa wa nani? Nataka uelewe habari ya laana. Ni kwa sababu gani walimuuliza Yesu hivyo? Kwa sababu nyumba moja ilikuwa na watoto wa kiume 7. Basi mtoto wa kiume wa kwanza alioa, alipooa akakufa bila mtoto. Wakasema kama vile ilivyo desturi ya Wayahudi, huyu wa pili atarithi. Aliporithi yule mwanamke akafa bila kuwa na mtoto naye. Watatu hivyo mpaka wote 7 wakaisha. Ndipo hapa wanauliza Yesu, katika kiyama huyu mwanamke atakuwa wa nani? Sikia mtazamaji wangu, Yesu akasema katika kiyama hakuna kuoa wala kuolewa, watu watakuwa kama malaika. Kwa hivyo shida usumbua watu hapa duniani, si kule kiyama. Kama kuna madhabahu yoyote inapigana na mtazamaji wangu, lazima upigane na haya madhabahu yaondoke. Maana angalia katika Judges chapter number 6 kuanzia verses 25. Huyu mtu anaitwa Gideoni, ameokoka kiwango ya kuwa nabii, lakini madhabahu ya kwao aliyokuwa naye papa yake Yoasi, miungu ya Bahali, ilimkula Gideoni. Gideoni na Waisraeli wakifanya kazi ngumu, wakati wa mavuno wa Midiani wanakuja kuchukua. Kuna watu wana ile spirit ya struggling. Unafanya kazi lakini mavuno mtu mwingine anavuna. Unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kama mende. Ni kwa sababu ya generation curses, madhabahu yaliyo kwenu, damu uliozaliwa ndani. Lazima yale madhabahu yavunjwe. Gideoni akauliza Mungu, nitafanya namna gani? Mungu akamwambia Gideoni, hatachukua ng'ombe wa miaka 7 aende angushe yale madhabahu, na zaidi ya yote achukue watu 10 miongoni mwa watumishi wake. Sikia hapo, Mungu akaambia Gideoni, mtakwenda usiku
Usiku kuna mambo mabaya hutendeka. Ndipo unasikia Yesu anasema msilale, msije mkaingia majaribuni. Kweli kabisa, mpanzi alipopanda mbegu akaenda kulala, adui alikuja usiku akapanda magugu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mshirika ambaye anaelewa Mungu ameokoka katika haki, ukweli na roho, haifai alale kabisa, maana maadui usiku upambana kutafuta roho za watu. Sasa kama unataka kujua madhabahu inayokukula, tazama kama kuna shida imekula ndugu yako, hiyo shida imekula dada yako, hiyo shida ilikula baba, hiyo shida ilikula mama, inaitwa generation curses. Mungu akaambia Gideoni, enda usiku. Walikwenda usiku wakavunja madhabahu aliyokuwa nayo baba yake Yoashi, madhabahu ya Bahali wakavunja. Walipovunja, Gideoni akachomoka. Mawasiliano ya Gideoni na Mungu yakafunguka. Yalipofunguka, Mungu akamwambia wachukue watu mwende mpigane vita. Gideoni akachukua watu 300 waliokuwa mashujaa. Mungu anatumia watu walio mashujaa. Gideoni akapata watu 300 walioramba maji, akaenda nao kwa vita, wakapigana vita, wakaangusha jeshi kambi yote. Ninasema mtazamaji wangu, utakapovunja madhabahu ya kwenu, vita vyote utakavyoenda lazima utashinda. Iwe ni vita katika ndoa, iwe ni vita katika huduma, iwe ni vita kwa kazi, hizo vita zote utashinda baada ya madhabahu kuvunjika. Yesu akasema msilale, msije mkaingia majaribuni. Hebu sikiza mtazamaji wangu, katika kitabu cha Yakobo mlango wa 7 mstari wa 12 hadi 15, kuna kitu ninapata mahali pale. Hata mtu husema kitanda changu kitanituliza na malazi yangu yatanitunza moyo, lakini hapo ndipo shetani ukuja akaleta ndoto za kutisha. Shida nyingi hutokea usiku, aidha madhabahu iliyozaliwa ndani, watu wanatoka makaburini waliokufa, mapepo inatoka kwa anga, mapepo inatoka baharini, inaitwa majini, yani mapepo yaliyo chini ya maji, ndipo inaitwa majini. Hizi maroho zote zinakuja. Ayubu anasema wakati nafikiria kitanda changu kitanitunza, malazi yangu yatatuliza moyo wangu, ndipo yeye huleta ndoto za kutisha. Watu wengi wanahangaika kwa sababu ya zile ndoto walikutana nazo. Ndoto will indicate how your tomorrow will be. Sasa hapa maandiko yanasema ndipo yeye uchagua kufa badala ya kuendelea kuteseka. Inaitwa madhabahu. Inategemea ni madhabahu gani ambayo unaishi ndani, hiyo shida unayopitia ndani. Basi nimemaliza kuhusu madhabahu ya generation. Hebu nikwambie, maandiko yanasema na kuna wale waliofanywa na watu kuwa matoashi. Habari ya kufanywa na watu, ukisoma Yakobo mlango wa 3 mstari wa 16, maandiko yanasema, mtazamaji wangu, palipo wivu na ubinafsi na ugomovi, mahali pale ndiko kuna mchafuko na kila aina ya matendo mabaya. Jealous, wivu na ubinafsi husababisha mtu hata kama si mchawi akaenda kwa wachawi na waganga. Wivu na ubinafsi ilifanya Yakobo akachukua baraka za ndugu yake Esau. Wivu na ubinafsi ilifanya Kaini akamuua ndugu yake Abeli. Palipo wivu na ubinafsi, mahali pale ndiko kuna mchafuko na kila aina ya matendo mabaya. Nasema katika maisha ya wanadamu kuna wale wamefanywa na watu kuwa matoashi, yani wewe umebadilishiwa maisha, unaishi maisha ambayo si yako. Lakini leo nimetumwa kwako na neno la kinabii. Haijalishi ni nani alikubadilishia, nimekuja uregezewe maisha yako katika jina la Yesu
Yesu Kristo. Haijalishi walifanya usiku, mtazamaji wangu, asubuhi yako imefika. Utafunguka macho, utapata ufahamu kile ulichobadilishiwa. Ninaona ukirudishiwa, maana maandiko yananiambia katika Mika 7 kwamba adui zangu wamefurahia kwa kuanguka kwangu, but what I know I will raise up again. Kuna mtu alibadilishiwa maisha akakaa ni kama ameanguka. Wale waliosema inama wapite kwa mgongo wako, wakapita wakifurahia ukiwa ameanguka. Lakini mtazamaji wangu, leo nimekuja na neno la nabii. Inawezekana hili ni neno lako. You must raise up again by power, by force. Sema ndio kama unaipokea. Kuna wale wamefanya na watu kuwa matoashi. Angalia ile maisha unayoishi, angalia vile unavyoenda, si vile unafikiria. Unafikiria zaidi, lakini maisha unayoishi si vile unafikiria. There is something wrong somewhere. Gideoni akauliza Mungu, kaambiwa ni madhabahu ya baba yako Yoashi alionayo inafanya unateseka. Kuna mtu ana hii roho ya kung'ang'ana, unakusanya lakini wewe utumii. There is something wrong somewhere. Kuna wale wamefanywa na watu kuwa matoashi. Angalia hao wanawake wawili makahaba katika kitabu cha Samueli, Wafalme wa kwanza imini. Hao wanawake wawili makahaba walioishi pamoja, wakapata watoto kwa pamoja. Mwingine akapata baada ya siku 3, mwingine akapata. Huyu mmoja akalalia mtoto wake akakufa. Alipoamka usiku, nataka uelewe habari ya usiku. Watu wamebadilishiwa maisha yao usiku. Alipoamka usiku, akapata amelalia mtoto wake amekufa. Akabadilisha, akachukua mtoto wa yule mwingine aliye hai, kaweka upande wake. Nasema usiku watu wamebadilishiwa maisha kwa sababu ya wivu na ubinafsi. Ulipofika asubuhi, huyu mama mwingine akitaka kumnyonyesha mtoto wake. Naongea na watu kumepambasuka wanataka kwenda biashara. Naongea na watu kumepambasuka wanataka kuolewa. Naongea na watu kumepambasuka wanataka hata kwenda makanisani. Lakini unapata kuna mambo ulibadilishiwa. Akachunguza vizuri sana, akasema hapana, huyu si yule mtoto wangu. Leo nimekuja nikiwa nabii. Mtazamaji wangu, chochote ulicho nacho kama si chako, unaenda kurejeshewa chako siku ya leo, maana mwamuzi amepatikana. Nimetumwa nikiwa nabii kwa sababu ya maisha yako. Wewe pale umekaa pale nyumbani, Bwana amenituma na hili neno, lazima utarejeshewa. Wewe popote ulipo unanitazama, Bwana amenituma kwa sababu yako. Kulipofika asubuhi, maandiko inasema yule mama kachunguza sana, akaona si mtoto wangu. Mtoto wangu si yule amekufa. Mtoto wangu si yule amekufa. Kuna watu wanakaa na vitu zilizokufa, lakini si vitu zao. Kuna watu wako kwa ndoa zilizokufa kwa sababu kuna mtu amesababisha. Kuna mtu wako kwa biashara iliyokufa kwa sababu hakuna faida yoyote unaona. Kuna mtu hata ako ndani ya kanisa lakini anakaa ni kama alikufa kwa sababu kuna mambo yalitendeka. Leo ni mtazamaji wangu, nimekuja nikiwa nabii wako. Utarejeshewa, asubuhi imefika. Kile ulinyang'anywa utarejeshewa. Kama ndoa iliharibika utarejeshewa. Kama ni kazi iliharibika utarejeshewa. Unashika pesa hujui inaenda wapi. Inawezekana umebadilishiwa. Nimekuja na neno la nabii, maana Amosi 3:7 maandiko yanasema nini? Mungu hatafanya lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Nimekuja na siri yako mtazamaji wangu. Asubuhi yako imefika. Mama alipotaka kumnyonyesha mtoto, akachunguza vizuri, akasema hapana, huyu si mwana wangu. Akakataa. Kamuuliza ule mwingine, akakataa. Kuna watu wamekubadilishia maisha na wanafurahia vile unaishi, lakini asubuhi yako imefika. Mama kachunguza. Bahati nzuri Suleimani mwamuzi ameinuliwa hiyo siku. Ninajua mwamuzi wako ameinuliwa leo.
Inawezekana Bwana amenituma particularly kwa sababu yako. Wewe unayenitazama pale nyumbani, wewe uliye pale mezani, wenda unakunywa ama unakula, nimetumwa kwako siku ya leo. Lazima maisha yako yatabadilika. Yule mwanamke alipojua haki yake, maandiko yanasema katika Isaya 3:10, waambie wenye haki watakuwa heri, maana watakula matunda ya matendo yao. Leo nimekuja kuzungumza na mwenye haki. Hata kama mateso yamekuwa mengi, lakini hayatakuza mfupa wako. Ninaongea na mwenye haki ambaye amegundua haki yake asubuhi ya leo, amegundua haki yake mchana wa leo, amegundua haki yake jioni ya leo. Yule mama akachunguza vizuri, akasema this is not my child. Ninaona mtu anachunguza yana maisha yaliyo ndani, anasema hata hii nyumba si yangu, anasema hata sistahili kuwa na tili kama hii. Anaangalia, anaona haiwezekani. Ninasema leo ni siku ya uregesho. Haijalishi kama ulizaliwa hivyo, haijalishi kama umefanywa na watu kuwa hivyo. Mama akachunguza mtoto wake vizuri. Alipomchunguza mtoto wake vizuri, akasema huyu si mwanangu, ninataka mtoto wangu. Wakashindana, mwamuzi amepatikana. Nasema mwamuzi amepatikana. Walipoenda mbele ya Suleimani, kaangalia, akasema tukate mtoto. Mchawi na mganga, waharibifu na wanyang'anyi wanasherekea. Lakini Suleimani akaangalia yule mama aliyesema afadhali nimwachie huyu mwingine. Akajua mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umuokoa na kumponya na yote. Hata kama atapita kwa maji mengi, hata kama atapita kwa moto. Akasema mtoto ni wa huyu. Akapatia yule mama aliyemtetea mtoto. Asubuhi yako imefika leo. Ninasema asubuhi yako imefika leo. Haijalishi ni nini ulibadilishiwa, haijalishi imechukua siku ngapi, na kama ulikuwa umekata tamaa. Kitabu cha Habakuki, maandiko yanasema Habakuki 2, andika maono, wacha kulalamika. Nasema andika maono, wacha kulalamika. Mtazamaji wangu, andika maono yakasomeke kama maji. Hata kama itachelewa, itakuja kutokea. Nazungumza na mtu aliyeandika maono. Na kama hujaandika maono, andika maono kuanzia sasa. Hata kama itachelewa, itatokea. Hata kama ulizaliwa hivyo, ni damu inayokusumbua, leo lazima itatoka. Hata kama ulifanywa na watu kuwa vile ulivyo, leo Bwana akitembea njia yako, lazima utarudi kwa maisha yako. Wapende wasipende, wataangalia ukiwa umebadilika. Maana Mungu si kama mwanadamu, akisema atatenda, akinena atatekeleza. Mtazamaji wangu, inawezekana leo ni siku ambayo Bwana ameandaa kwa sababu ya maisha yako. Matendo ya Mitume 23:11 mpaka 13. Hati malaika akamwendea Paulo, akasema, Paul, my servant, take courage. Nimekuja kuzungumza na wewe. Take courage. Hata kama wamepanga kukuangamiza, wanaume 40 na wanawake wengi wamejinyima kula na kunywa kwa sababu ya kutafuta roho yako, hawatakumaliza. Paulo alipoamka kesho yake, wanaume 40 na wamama na watoto walifunga, wakawa wamefanya kazi bure. Walifunga usiku, kulipopambazuka mchana, Paulo akashinda vita. Bwana amenituma nizungumze na mtu anayenitazama. Inawezekana hata hii runinga haujawahi tazama. It is your first time to tune. Leo nabii wako ametumwa. Haijalishi umechelewa, haijalishi walisema kwenu hamtafanikiwa. Leo nimekuja nikiwa nabii nikupe tumaini. Raheli analia katika Yeremia 31 kwa sababu ya watoto waliopotelea katika nchi ya utumwa.
Ninaona kuna mtu vitu zake zilipotelea kwa mikono ya watu wengine, lakini leo nimetumwa nikiwa nabii. Raheli akatumiwa nabii Yeremia, akasema, Raheli mama, usilie tena, nimekuja kuzungumza na mtu hatalia tena. Wewe baba, nasema hautalia tena. Wewe kijana, hautalia tena. Wewe mama, hautalia tena. Pale nyumbani hautalia tena. Umeteseka madeni, unajaribu kujisaidia, imekuwa ni tabu, but you will never cry again from today. Haijalishi ni generation curses ama ulifanywa na watu kuwa hivyo. Yeremia akamwendea mama Raheli, analia kwa sababu ya watoto wake waliopotea katika nchi ya utumwa. Akamwendea akasema, mama, utalia tena. There is a hope for your future. Naongea na mtu, liko tumaini. Liko tumaini kwa siku zako zile zinakuja. Akaambiwa wale watoto watarudi wao wenyewe. Ninaona kile ulinyang'anywa, kile ulibadilishiwa, kinaenda kurudi tena. Ninaona kile uliharibiwa, kinaenda kurudi tena. Haijalishi imechukua miaka mingapi, haijalishi imechukua siku ngapi. Kuna roho ya kuchelewesha baraka za watu. Ni kwa sababu watu wamehusika kusimamisha hizo baraka, kwa sababu ya damu uliyozaliwa ndani. Huenda ulisaliwa kwa damu ya umasikini na ufukara, lakini nabii nimetuma leo. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 1 mstari wa 4, Waisraeli wangeenda safari ya siku 11, lakini kwa sababu ya spirit of delay walienda miaka 40. Inawezekana sasa una miaka 40. Inawezekana siku zako zimeenda sana. Uko kwa ndoa miaka 10, uko kwa ndoa miaka 5, uko kwa ndoa miaka 20, lakini hauoni faida yake. Wenda ungepata mtoto mwaka wa kwanza, lakini sasa ni miaka 11 haujapata mtoto katika hiyo ndoa. Nimetumwa vile Musa alituma, akaambia Waisraeli yametosha. Akawaambia yametosha. Bwana ameona vile mumekwenda katika ule mlima, mumezunguka vya kutosha. Badala ya siku 11 mumekwenda miaka 40. Kuna watu wana machozi ya miaka badala ya masiku. Kama ulianza kujenga nyumba, unajenga miaka 10, na kuna mtu anajenga na miezi miwili. Hiyo ni roho ya kuchelewesha mambo yako. Haijalishi kama ni generation curses, haijalishi kama umefanywa na watu kuwa hivyo. Leo nabii nimetumwa na neno hili, ninasema unaenda kuregezewa. Nimesema kuna wale walizaliwa hivyo na kuna wale wamefanywa na watu kuwa hivyo. Basi yale madhabahu yakainuka, yanakukula mpaka leo. Laana ya mchanga ikakufuata. Umejaribu kubadilisha nyumba, hauoni ile shida ikiisha. Umejaribu kuhama, hauoni hiyo shida ikiisha. Umejaribu kubadilisha marafiki, hauoni hiyo shida ikiisha. Leo nimetuma nikiwa nabii. There is a hope for your future. Nimekuletea neno la kinabii. Lazima libadilishe maisha yako. Shetani apenda asipende, ninaona amefika mwisho. Mtazamaji wangu, inawezekana siku ya leo shida zako zimefika mwisho. Hiyo hali imefika mwisho. Walisema inama wapite juu ya mkongo wako, ndipo unateseka tangia wakati huo mpaka leo. Lakini leo nimekuja. Enough is enough. Enough is enough. Mtazamaji wangu, enough is enough. Inategemea ni maneno gani ulinenewa. Walisema enda, lakini hautafanikiwa. Musa akiwa pamoja na Waisraeli, Farao akanena, Exodus, enda lakini hamtaenda mbali. Mtazamaji wangu, Bwana akubariki, abadilishe maisha yako. Hautabakia jinsi ulivyo. Kama ulizaliwa hivyo, kama ulifanywa na watu hivyo, Bwana ameinua watumishi wake. Karibu sana. Vile umesikia leo, utakapofika katika madhabahu haya, maisha yako yatabadilika. Hautabakia jinsi ulivyo. Mtazamaji wangu, pale nyumbani mahali uliko, sasa nataka kuomba pamoja na wewe. Inawezekana ujumbe huu ni wako ambao Bwana alinituma nao. Nataka nivunje madhabahu ya ukoo, yani generation curses.
Ninataka nivunje madhabahu ambayo watu walinena juu ya maisha yako kwamba hautawahi fanikiwa. Amini pale nyumbani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mamlaka na uwezo umenipa, umenituma na neno lako. Mtazamaji huyu amenitazama. Natumia maandiko Zaburi 107 mstari wa 20. Ulituma neno lako likaenda kuponya na kustarehesha. Natuma neno lako kule nyumbani. Ponya yule kijana, ponya yule mtoto, ponya yule mama, ponya yule mzee. Ninavunja kila madhabahu ya uchawi na uganga, roho za kutoka kuzimu, roho za kutoka baharini, roho za kutumwa na kujituma. Ninabomoa zote katika jina la Yesu Kristo. Die! Nimeangamiza kila falme za giza. Mtu atasimama, hatashuhudia kwamba Bwana ametenda. Sifa na utukufu zitakurudia kwa jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako nimewabariki na atakuamini. Amen. Chomeka uende na umepatikana. Umeshuka maisha mwanadamu. Chomeka teseka. Teseka tendo washika. Umekamatwa. 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 Teseka. Unaona hiyo. Unaona hiyo. Wachilia. Wachilia kwa pawa. Wachilia wasienda. Wachilia songa. Songa. Chomeka songa tukiwa ukuta. Chomeka sana fire. Sana fire. Sana fire. Hiyo ni chini ndani ya mwanadamu. Sana fire. Hiyo ni chini tumekamata. Hiyo ni chini maishara mwanadamu. Chomeka chunga hiyo roho ya majini. Roho ya majini mapepo wasipati. Hiyo inaleta ajali tikamoni. Chomeka tumekamata hiyo. Tumekamata hiyo. Tumekamata hiyo. Chomeka kutana na mwanadamu. Uko mateka ulituma. Ona hiyo ni nyoka. Ona hiyo ni nyoka. Ona hiyo nyoka. Ona hiyo nyoka. Tembea uende. Tembea uende. Tembea uende nyoka. Tembea ona hiyo nyoka. Ona hiyo. Ona hiyo. Ona hiyo. Ona hiyo. Ona hiyo. Ndani ya mwanaume. Hiyo ni chini. Ona chini ya Maimuna. Ona hiyo nyoka inaenda. Ona nyoka inaingia kwa shimo. Ona hiyo nyoka inaingia kwa shimo. Hiyo ni nyoka. Unaona nyoka. Nyoka tembea uende. Uituma ndani ya mwanadamu. Ona hiyo nyoka inaingia kwa shimo. Ona, look at this. It's a scorpion. It's scorpion. Scorpion. Ona ndio hiyo. Ona ndio hiyo. Ona. Tembea uende, hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Fire ni otinga. Chunga hiyo itavunja mtu mguu. Ni chini kali, chunga hiyo itavunja mtu mguu. Ona hiyo. Ona hiyo chunga hiyo ni roho mbaya. Chunga hiyo, somebody there. Be careful. Teseka ndaika. Ona hiyo. Ulituma. Hii ni chini imefika ndani ya ndimi. Separate. By fire. By fire. Teseka. Haya. Kufia hapo. Tai. Kufia hapo. Kufia hapo, tulia. Wewe. Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Ninawashika, nimekuja kwenu. Nimekuja kwenu. Ona hiyo. Chunga hiyo. Niko kamati. Mko chunga hiyo tauma mtu. Hata atajikula mwenyewe. Ili chini atajikula. Unaona? Ile roho ya jangwani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Natumia mamlaka niliyopewa na Yesu. Nimekusanya mapepo yote, laana ya kitofu. Nimekamata kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Out.